Joshua, tervetuloa tähän haastatteluhetkeen. Asante sana. Joshua, minulla on tämä karttapallo tässä. Mistä tulet? Katsotaanko vähän karttapalloa? Nimetokea Tanzania, kutoka Afrika, nchi ya Tanzania, mkoa wa Geita, kanisa la Kiinjili la Kanisa la Tanzania, Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria. Kweli ni mbali kutoka Tanzania mpaka Finland, lakini ninamshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi ya kufika baada ya kualikwa na wapendwa wetu wa Uselas. Sinä tulit tuolta päivän tasaajan juuri alapuolelta. Millaisesta ilmastosta lähdit? Kwetu sisi nyumbani mara nyingi tuna majira mawili tu, masika na kiangazi. Kwa hiyo sasa nimeondoka, kiangazi kimeanza, ambacho kwenu nyinyi ni summer, lakini kwetu ni summer na fall. Minkälainen tie sinulla on ollut pastoriksi? Millainen polku? Kwanza namshukuru Mungu kwa swali zuri. Mimi ni mchungaji na ninamshukuru Mungu kwa neema ya mimi kwa mchungaji. Kwa historia yangu kwa ufupi, nimezaliwa kwenye familia ya kichungaji. Baba yangu alikuwa ni mchungaji, lakini kwa bahati mbaya hakukaa muda mrefu kwenye uchungaji. Kwa miaka miwili tu alifariki. Ilikuwa ni mwaka 2000 na sasa ni miaka 25. Na mimi nyumbani ni kijana wa kiume peke yangu. Nilipokuwa nikikua, nilikuwa naona vitabu vya baba vya uchungaji, naona nguo za baba za uchungaji, na mama pia alitamani niwe mchungaji ili kuendeleza wito wa baba. Lakini haikuwa nyepesi kwa sababu maono ya utotoni mara nyingi ni tofauti na ya ukubwani. Nikakua, kasoma na nikatamani kuwa mchungaji. Baada ya kumaliza form 4, nilitamani kuwa mchungaji, lakini nikaonekana mdogo. Kwa nikaendelea na masomo, baadaye nikaajiliwa, lakini kwa sababu wito ulikuwa ndani yangu, baada ya kuwa kwenye ajira ilinisumbua ndani. Kanifanya niache kazi niliyokuwa nayo kwa wakati huo, nikaona niombe kwenda kusoma uchungaji. Shukuru Mungu kwa Askofu Gure na Askofu Rema kwa sasa, maana hao ndio viongozi wangu wa diocese na wachungaji kuniruhusu kwenda kusoma uchungaji. Na sasa nimekuwa mchungaji. Se on varmaan äidillesi ollut siunaus saada nähdä poikansa tulemaan papiksi isänsä jalanjäljessä. Olet nyt ensimmäisessä asemapaikassa, sanotaanko näin, pastorina. Miltä se pastorin työ on tuntunut siellä omassa seurakunnassa? Namshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kutumika usharikani. Kwangu imekuwa baraka kwa sababu ninapata nafasi ya kuhudumia watu. Lakini si tu kuhudumia watu, jifunza pia mimi namna watu wanavyoishi na changamoto za kiimani wanazokutana nazo. Na hii inanipa kuimarika katika kujifunza kumtumikia Mungu kupitia wao. Kwa hiyo kwenye uchungaji wangu na usharika wangu wa kwanza, inanipa nguvu ya kuhakikisha kama mchungaji ninawajua washarika wangu wote, najua changamoto zao, na kuhakikisha kila mmoja anasaidika kwenye changamoto alionayo, maana ndipo ninapotengeneza legacy ya utumishi wangu. Tansania on, ja olen ymmärtänyt, Mwansan alueen kasvavaa. Seurakunta tulee paljon uskovia. Mitkä ovat suurimmat haasteet? Ninaweza nikazungumza changamoto 3 ambazo ni changamoto kwa habari ya ukuaji wa kanisa. Na changamoto kwanza tunayoweza kuizungumza ni kwa sababu ya upatikanaji wa maeneo. Kununua maeneo kwa ajili ya kuanzisha makanisa ni ghali sana, na tunahitaji kuwa na makanisa mengi. Na ninapozungumza kwa habari ya kununua maeneo, ninazungumzia kazi ya umisioni. Uwezo kanunua eneo kama huna watu. Lazima utafute watu, utafute eneo. Sasa hii inakuwa ni changamoto kwa sababu unakuta eneo limekuwa tayari, alafu unapata watu. Ardhi inakuwa ni gharama. Lakini changamoto ya pili tunayokutana nayo ni watumishi. Nikisema kwa habari ya changamoto ya watumishi, nazungumzia idadi ndogo ya watumishi wanaomtumikia Mungu. Si ya uchungaji au kazi ya uinjilisti, ni kazi ya kujitolea isiyokuwa na fedha nyingi. Kwa hiyo watu wanaona ni kama thikadhi ya samani, sababu haina pesa. Kwa hiyo inafanya watumishi kuwa ni wachache, lakini pia ni gharama kuwasomesha. Na ndio sababu tunashukuru Mungu kwamba
kuna baadhi ya vyama vya mishoni vinatusaidia kusomesha watumishi, kwa sababu ni gharama hata kwa kanisa lenyewe kuwasomesha. Kwa hiyo changamoto ya watumishi ni idadi ndogo ya watumishi na gharama kubwa ya kuwasomesha. Mikä on niin kuin suurimmat esteet, mitkä ajattelet, että ihmisillä on vaikeinta ottaa Jeesusta vastaan? Sisi kwetu tuna changamoto moja tu, na changamoto hii kubwa iko kwenye habari ya ubizi wa utafutaji wa maisha. Kwenye utafutaji kuna mambo mengi. Kwa kuna wengine wanaona wako bizi kutafuta maisha na wanasahau kwamba bila Mungu hakuna maisha. Eli kylvötyötä tehdä paljon, mutta satoa voi olla vähän. Kwa habari ya Injili, sisi tunamshukuru Mungu, mwitikio wa kueleza watu ni mkubwa. Kio wa kupokea Injili ni mkubwa. Mwanzo tulikuwa na changamoto za tamaduni, lakini kwa sasa tunapofika kuhubiri Injili, hiyo sio changamoto tena, kwa sababu watu wanakubali kumpokea Yesu, wanakubali kuacha tamaduni zao, wanakubali kuacha asili zao. Kwa changamoto ni ndogo tu, kama nilivyosema, kwa wachache kwa habari ya utafutaji wa maisha. Mfano, mimi kanisani kwangu tulikuwa na ibada moja, Wakristo walikuwa 300. Sasa jumla na watoto tuko 700, tunaelekea 800. Hatuna tena ibada moja, tuna ibada 2 kwa sababu kanisa limekuwa dogo. Hii inaonyesha ni mwamko mkubwa tukupokea Injili, na sisi tunafurahi sababu kanisa linakuwa. Kwa changamoto yetu ni ndogo sana. Me vähän täällä katselemme täällä ihmeissämme, miten evankeliumi menee eteenpäin. Mutta Joshua, miksi sinä haluat puhua Jeesuksesta? Ninafurahi kwa swali zuri, kwa sababu ndicho kiini cha maisha yangu, lakini pia inaweza kuwasaidia wengine ambao hawajapata nafasi ya kufahamu. Tukimzungumzia Yesu, tunamzungumzia Mwokozi. Tunapomzungumzia Yesu, tunazungumza kwa habari ya msaada na neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Iko hivi, ukiwa unadaiwa na mtu kulipa fedha, lakini akaja mtu mwingine kasema hilo deni nitakulipia, ni mtu wa thamani sana, anakusaidia usiyumbe kiuchumi. Ndicho Yesu alichokifanya kwa habari ya maisha yetu. Alikuja kurinda heshima yetu, na ndio maana kwenye Ayubu 22 mstari wa 21 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo hayo mema yatakapokujia. Kwa sababu watu hawamtaki Yesu, wengi hawana amani, hata mema hayajawajia. Tunapozungumza kwa habari ya mema, tuzungumzia habari ya hela, tunazungumzia amani, tunazungumzia furaha, tunazungumzia upendo, alafu baadaye ndo anakuja mambo ya fedha. Na ndio maana kuna watu wana hela, hawana amani na hawana furaha. Amani ya kweli inatoka kwa Yesu. Ndio maana Yesu anasema kwenye Yohana 14:27, amani yangu nitoavyo ni tofauti na ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo ukiwa ulimwenguni hauna Yesu, huna amani, hauna furaha, hauna upendo, na vyote utakavyovitafuta bure na havina maana. Na ndiyo sababu ninashauri wengi, ni bora kuwa na Yesu atakaye kufanikisha na kukufanya kubarikiwa na kuwa na furaha, kuliko kuhangaika na maisha alafu ukayaacha yote alafu na usiwe na furaha. Kwa mimi nampenda Yesu kwa sababu ni chanzo cha furaha, na hata sasa tuko tunafurahi. Amen. Voimme kokea myös sisarutta ja veljeyttä. Joshua, haluaisitko tässä lopuksi rukoilla Suomen kansan ja meidän puolesta? Sawa, naweza. Na niseme tumekuwa dada na kaka kwa sababu ya Yesu niliyemtaja, na ndiye ametuunganisha wote kwa pamoja, bila kuangalia tofauti. Amen. Bila kuangalia makabila, bila kuangalia utaifa. Amen. Na kwa watu wa Finland, mimi naweza nikawaambia jambo moja. Kwenye maisha ya leo na maisha ya sasa, jambo la msingi ni moja tu: kumjua Yesu, kumtafuta Yesu, kumkubali Yesu na kuishi na Yesu. Marafiki watatuacha, tutazaa watoto watatuacha, tutakuwa vijana, tutazeeka, tutafanya kazi, tutastaafu, dunia itatutenga, watu watatuacha,
lakini Yesu hajawahi kututenga na hata tuacha, na anatuhimiza katika Mithali 8:17 anasema anawapenda wampendao, na watakao mtafuta kwa bidii watamwona. Kwa tunamhitaji Mungu. Kwa mimi niwahimize tu kumtafuta Mungu ambaye hata waacha katika nyakati zote. Na niwaombe vijana pia, mpenda Mungu, ujana unaisha. Na anasema kwenye Mhubiri 12, kumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa hiyo ukichezea kwenye ujana, usimtake Mungu, ni rahisi ukaharibu future ya kesho. Kwa hiyo niwaombe wampende Mungu kwanza, tu mengine Mungu ataachilia kwao. Niyo maombi yangu kwa Mungu awape neema hiyo, wampende na kumjua, alafu wataona utukufu na baraka. Amen. Amen. Kiitos Joshua tästä haastatteluhetkestä ja Jumala siunausta. Amen. Kiitos.